ari na machungu ya raia pamoja na, unajua so far watu wanaongelea Revolution Guard wale ambao ni jeshi ambalo ndo lile special forces za Israel ya Iran. Ila kuna jeshi ambalo ni la kawaida lile ambalo so far haliko active. Wanao inasadikika 800 mpaka milioni 1 wako active. Tena hii ni kitu ambacho nataka ni tuweke nukta hapa. Kuna comparison ambayo watu inawapoteza sana. Utasikia 20 Marekani ana ndege 100. Israeli ana ndege labda 80. Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Ni moja ya comparison ambayo inapoteza sana watu. Na watu ambao hawana uwezo wa kuchakatua wanapotea. Kwa sababu gani? Let's say Marekani ana ndege 10,000 tuchukulie. Iran ana ndege labda 100. Sawa? Zile ndege 10,000 sio kwamba zote zimeenda kupigana na Iran. Marekani ana zaidi ya bezi 700 dunia nzima. Bezi 700. Bezi 700 na base and military installation zaidi ya 700 dunia nzima. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba zile asset ujue zimegawanywa kote na sio zote zitakazotumika katika hivyo vita. Kwa hiyo ukiambiwa na ndege 2,000 au 10,000 au 5,000 sio kwamba zote ndo zinaenda kupigana pale, ni idadi kadhaa. Kwa hiyo hizi comparison sio sahihi. Sawa, turudi pale nilipokuwa tunaendelea. Marekani na Israeli hawawezi kuthubutu kuingiza, achana na special forces ambao wanaenda kufanya sabotage au wako kwa ajili hiyo. Lakini kama walichokifanya Iraq, wakaweka majeshi yao katika mpaka ya Kuwait pamoja na Saudia, alafu wakamvamia, majeshi yakaingia, hawawezi kuthubutu kufanya hivyo. Kwa hiyo wanachokitaka kukifanya ni wanataka kuhamasisha raia wenyewe wafanye. Sasa swali ni je, raia watafanya au wafanye? Jibu limepatikana. Ukiangalia leo baada ya Iran kutangaza kwamba kiongozi mkuu amefariki, kaangalie ni raia wangapi wamejitokeza idadi ile kuomboleza na kumwombea sisi wa kuna dua ya maiti ile aliyofika nini, ni kubwa kiasi gani. Utaelewa je, watafanya anachokitaka Marekani au hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani sana. Walikaribia kidogo kama kufanikisha kwenye haya maandamano yaliyotokea, lakini yakawa wepesi sana, kazimwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani raia wao wafanye, yani wa Iran wenyewe wafanye revolution, lakini sioni kikitokea kwa sababu revolution zilizotokea za nyuma hazikuwa za kiimani, zilikuwa za kisiasa. This time ndio maana nikasema Iran ni ngumu sana kwa sababu ni nchi ambayo itikadi zake ni za kiimani. Yes. Ni mtu anazaliwa nayo. Ndio. Swali langu sima kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Unadhani sasa Marekani na Israel kupitia hiki ambacho walikuwa wakisema kwamba wanataka, amezungumza hata jana kwenye speech yake mapema kabla ya kifo, Trump alizungumza kwamba tutahakikisha Irani haimiliki bomu la nuclear. Wataharibu. Hivi jamani, mpaka leo watu wanaamini hivyo? Nimesheka ushahidi mara ngapi, Netanyahu zaidi ya miaka 30 anaongelea nuclear. Sawa? Mpaka leo bado tunaamini kwamba wanaenda pale kwa ajili ya nuclear. Iran is not a direct threat kwa Marekani. Iran sio tishio kwa Marekani. Iran ni kikwazo kwa Israeli kwa sababu ya kwenda kufikia Pax Judea pamoja na kufikia the Greater Israel. Hiyo ndio shida ilipo. Marekani anatumika na hii inathibitisha nilichokisema. Nikasema Israeli hana mziki wa kupiga, hana uwezo wa kupigana na Irani wakiachwa mtu mbili, na tuliona kwenye 12 day war, na nilitabiri kabla ya hivi vita vivuka wiki 2, hana uwezo huo. Ndio maana baada ya kula kichapo alichokutana kwenye vita vya siku 12, this time kaenda yuko nyuma ya mgongo wa Marekani. Angekuwa na uwezo kama anavyodai, let's say Lebanon au Syria au Gaza, angeingia mwenyewe. Alichokutana nacho kwenye 12 day war, amejua muziki siwezi, kwa hiyo kamtanguliza mkubwa robot wake, kwa sababu yeye ndo ana control. Kamtambuliza robot wake, yeye yuko nyuma. Sawa? Kwa hiyo lazima tuelewe
issue ya nuclear sio nuclear. Kwa hiyo issue sio nuclear kabisa. Yani nuclear ni kisingizio, na watu wote wenye akili zao timamu wanajua wamekuwa wanasingizia kwa zaidi ya miaka 30 na sio sasa. Unajua unaweza ukaruka mkojo ukakanyaga mavi. Na ndio hicho ambacho na wasiwasi. Kwanza kujibu swali ambalo watu wengi wanayo. Viongozi wengi wa Iran wameuawa. Sawa. Nikakwambia sioni kama itaathiri nani, kwa sababu gani? Huwa kuna kitu kinaitwa standard operating procedure. Iko kwenye jeshi, iko kwenye polisi, iko kwenye serikali na ni protocol. Mfano kama sisi kwetu alivyofariki Rais Magufuli, standard operating procedure ni kwamba makamu wake ndio achukue, na ndio kilichotokea. Japokuwa nyuma huku kuna watu walijaribu kupindua meza, lakini tuyaache. Procedure hiyo ikafuatwa. Sasa jeshini kuna sehemu hivyo kwamba anapofariki kiongozi wa juu ni nani anairithi, tayari wanakuepo. Kuna standard SOP ambazo ni kwamba zinapokutana, let's say wako kwenye vita, vikosi viwili tofauti vikakutana, alafu vyote vina kiongozi, ni yupi ambaye ataongoza kikosi kingine na ni yupi mwenye mamlaka. Leo hii wakikutana mapolisi hata hapa kwetu, wote wana vyeo sawa, let's say wote ni makapteni, ni yupi ambaye atakuwa juu ya mwingine na anaweza kuamrisha hizo SOP, standard operating procedure, tayari zote zipo. Kwa hiyo hata kwenye vita nilisema hata baada ya kufa Nasrallah wa Hezbollah tayari wana standard operating procedure ambazo zipo. Ikimaanisha nini? Ikimaanisha kwamba kwanza Iran amekuwa anajiandaa na vita vya aina hii kwa muda mrefu, akijua tu ni swala la muda. Alizungumza kama ndao jana pia kwamba tutashambuliwa. Wa structure wanayo, akifanani. Taarifa za open source zilikuwa zinasema kwamba kabla hata ya kufa kwake Ayatollah Khamenei alishaandika majina matatu ambayo anayapendekeza waje kumrithi. Kwa hiyo hata wale viongozi wa juu, unakumbuka kwenye vita vya siku 12 kuna viongozi wa juu wa kijeshi wa Iran waliuawa. Uliona imeathiri chochote? Hapana, kwa sababu ana standard operating procedure ambayo inajulikana nani yupo. Sasa watu wanakuambia, hata mfano kama kwa Putin. Putin ni mpole. Wanakuambia watu wake wa chini ambao iwapo Mungu amemchukua kwa njia moja au nyingine Putin, wale wanaokuja wana msimamo mkali ni wanaweza wakawa balaa. Kwa hiyo huenda umemtoa Khomeini ambaye fatwa yake ndo inaizuia Iran isiwe na nuclear. Ni fatwa ndo inaizuia, sio uwezo wa Iran kuwa na nuclear nao. Lakini ni fatwa yake. North Korea ashamwambia Iran, ukitaka nuclear niambie nikupe. Yani mimi nakupa kabisa mzinga. Yani ndio nao tulipokaa nayo. Nakuja nakupa wewe unachukua. Lakini ni kinyume na fatwa yao iliyotokea. Sasa kama Khamenei ametoka, akaja kiongozi mwingine ambaye kutokana na existential threat. Unajua mfano kwenye Uislamu haturuhusiwi kunywa pombe. Kwenye Uislamu haturuhusiwi kula nyama ya nguruwe. Ila inapotokea maisha yako hatarini, una njaa ambayo inaweza kukupelekea ukafa, na chakula pekee kilichopo ni nyama ile, unaruhusiwa kula kiasi ambacho kitakufanya uwe usife, usidhurike. Mpaka hali itakapobadilika unaacha. Kama una kinywaji pekee ambacho kiko pale na usipokunywa utakufa, ni pombe, unaruhusiwa kunywa. Iwapo hakuna kinywaji chupe na maisha yako hatarini. Unaona sisi tumefunga sasa hivi. Haturuhusiwi kuvunja saumu, kula chochote. Na Mtume SAW anasema hata ukifunga siku 1000, kulipiza siku moja tu ambayo umeivunja saumu yake bila sababu yote ya msingi haiwezi kufidia hii. Ila iwapo maisha yako hatarini kwa kufunga, unaruhusiwa kufungulia. Utaambiwa labda utoe tu kafara. Ndio maana watu ambao wana magonjwa kama ulcer na magonjwa mengine wanaruhusiwa kutokufunga kwa sababu ya. Kwa hiyo sasa Irani wapo ameingia kwenye existential threat. Alafu akaja kiongozi mwingine supreme leader akaona kwamba amani yetu inahitaji tuwe na nuclear. Akatoa fatwa kwamba kuwe kuna nuclear. Sijui hali itakuwaje. Na hiyo itabadilisha kabisa game. Kwa swala la muda tu.
Ndio hatujui sasa kiongozi ambaye atakuja, supreme leader ambaye anakuja, atatoa msimamo gani. Je, anaweza akaja akatoa fatwa kwamba akaifuta fatwa ya aliyefariki ambaye ndo alizuia na kusema kwamba sasa hivi tuwe kwa sababu akitaka nuclear, akisema hivi North Korea anampa. Ngoja nikwambie, kila siku North Korea anaonesha makombora yake ya nuclear. Umemwona Marekani amemshambulia? Umeona nchi yote imemshambulia? Wanajua mziki wake. Yes. Kwa hiyo kuhusu issue ya kushambulia kwa sababu ya nuclear, naomba watu ifikie point tujue tu hizi ni propaganda. Kabla sijaendelea na maswali yangu ya washiriki wake, nataka nimalizie kwanza kwenye hili kabla sija kwenye hilo swali. Madhara kwa upande wa Israel na Marekani ukoje? Tumeona kwa upande wa Irani wameua viongozi wao na mengine mengi. Hebu gusia kwenye hili kabla tujaenda kwa washiriki wake. Madhara yapo pande zote mbili. Na Iran ameonyesha capability kwa mara nyingine tena. Uwezo wake, ameshambulia Tel Aviv na makombora yamefika na amelipua na madhara yameonekana. Ameshambulia bezi karibia zote za Marekani katika nchi za Gulf. Ameshambulia baadhi ya meli za Marekani katika zile wanaita carrier battle group zake, na accuracy yake imeongezeka kwa hali ya juu sana. Kuna rada ambazo kazi zake ni kudetect mashambulizi yanayokuja ambayo yako Bahrain, ambayo ndio HQ ya Navy ya Marekani katika lile eneo, yameshambuliwa with pinpoint accuracy. Kwa hiyo accuracy yake imeongezeka kwa kiwango cha juu, na ameprove kwamba ana uwezo wa kupenya defensive system za washirika wake. Na hapa kuna swali lingine. Watu walikuwa anyway, hiyo nitalijibu baadaye. Kwa hiyo kujibu swali lako, madhara yako pande zote mbili. Yes. Iran ameathirika kwa kiasi kikubwa, viongozi wake kuuawa na baadhi ya miundombinu yake, lakini sidhani ni ile miundombinu ambayo ni critical. Ile wametangia nadhani nchi ambayo ina defense structure bora kabisa ni Iran, kwa sababu kwanza walijiandaa na aina hii ya vita. Cha pili, jiografia yao inawaruhusu kuficha vitu vyao chini ya milima ambayo ina add extra layer, alafu udongo pale pia ni mgumu. Kwa hiyo miundombinu yao ya muhimu zaidi bado iko intact na ina uwezo wa kufunction. Sma, swali la watu wengi ambao watufuatilia wana Fuse 96 Link na watu wa Bongo Plus ambao wanajiuliza sana nalo ni kwamba tulipona mashirikiano kati ya Urusi na China wakati mgogoro huu kiendelea, majadiliano, mazungumzo yakiendelea, tukaona wakishiriki katika kufanya mazoezi na vingi kama hizo. Wako wapi mpaka sasa hivi? Kwanza watu wanajiuliza. Sawa. Hiyo ina engo tatu. Ya kwanza, hichi ni kitu ambacho wanatakiwa waelewe, na sijui kwa nini watu wanapata wakati mgumu kuelewa. Wanadhani China na Urusi ni kama kampuni ya ulinzi, kwamba ukivamiwa inatakiwa ije kulinde. Nani haiko hivyo. Mpaka muwe mna kitu kinaitwa Mutual Defense Pact, kwamba akishambuliwa mmoja wengine wanakuja kumsaidia. Na hii ndo Article 5 kwenye NATO. An attack on one is an attack on all. Hiyo ndo Mutual Defense Pact ambayo Mrusi anayo kati yake na North Korea. Ndo maana majeshi yalivyoingia Kursk nchini Urusi ya Ukraine, North Korea alipeleka majeshi yake pale zaidi ya watu 12,000. Sawa. Leo hii North Korea ikivamiwa, ndo utaona sasa Urusi anaingia kujibu mapigo. Au iwapo itatokea wito rasmi, njoo utusaidie, kama alichokifanya Assad mwaka 2016 kwa kuialika Urusi iende kuwasaidia dhidi ya magaidi waliotaka kuipindua Syria mwaka 2016. Na actually walikuwa wamechukua 50%, ilikuwa bado kidogo tu waiangushe. Kwa hiyo China na Urusi sio kampuni ya ulinzi kwamba kazi yao ni kwenda ukivamiwa unabonyeza alamu wanakuja, unashangaa gari ziko hapo na ngazi zao zile na vingora vyao. Hapana. Kuna strategic military cooperation. Watakusaidia vifaa, watakusaidia training, watakusaidia intelligentsia, ila ni wajibu wako wewe
kujilinda mwenyewe. Okay. Kwa hicho ni kitu ambacho nataka watu wajue. Same thing kwa Venezuela. Walimpa vifaa, wakampa intelligentsia na training na vitu kama hivyo. Tutaelezea kama najua kuna swali litaibuka, kama ni hivyo ilikuwaje wamefanikiwa. Kwa Venezuela kitu kimoja tunatakiwa wajue. Vitu ambavyo alivihitaji kutoka kwa Mchina na Mrusi alivipata. Air defense system, radars, kama ni ndege na vifaa vingine. Ila sasa kama wewe mwenyewe watu wako wanakusaliti ndani kwa ndani, uweze ukaenda kumlaumu mtu ambaye anakusaidia. Umeelewa? Kwa sababu ilifanyika sabotage ya ndani kwa ndani. Venezuela wenyewe kwa wenyewe walizima zile rada, wenyewe kwa wenyewe walizisabotage wenyewe, na wenyewe kwa wenyewe ndo walimchomesha kwamba Maduro yuko sehemu gani, wakaenda kumkamatisha. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu wanataka. Kwa hiyo hata upewe silaha kiasi gani, kama ndani yako unawasaliti, ni kazi bure. Hiyo ya kwanza. Kwa unapokuja kwa Iran, wamempa vitu vyote ambavyo anahitaji. Air defense system, teknolojia na vifaa vingine ambavyo anavihitaji. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa wajue. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Una air defense system zako. Una radar na kila kitu. Simply because unazo hizi hai kuguarantee effectiveness ya ile. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Siamini kwamba kwenye mashambulizi yale ndege ziliingia mpaka ndani ya Iran. Naamini kwamba na mashambulizi mengi yalitokea around Iraq na hizi nchi zingine. Kwenye mpaka kuna silaha zinaitwa standoff offensive weapon. Standoff ni pale ambapo unashambulia nje ya eneo la hatari. Kwenye ndege wana air to air ambazo zinaitwa BVR, beyond visual range, ambazo Mrusi na Mchina wanazo ambazo zina zaidi ya kilomita 200 mpaka 250. Yani hata sehemu ambayo macho haiwezi kuona. Wana standoff offensive weapon Marekani na Israeli ambazo zina uwezo wa kushambulia nje ya mpaka wa Iran. Sasa kudetect ni kitu kimoja, kwamba tumegundua. Kuna kitu cha pili ambayo stage ya pili ambayo ni kutrack. Unatakiwa kushagundua uweze kuitrack, ulock ili interceptor iweze kuja neutralize hii. Hiyo ni ya pili. Kuna kudetect ni ya kwanza, ya pili kuna kutrack. Alafu ya tatu, which is very important, na hapa ndo maana Putin alikuwa mkali zilivyowekwa Patriot system Poland, ni na ndo maana hata Ulaya wamekuwa na kiwewe baada ya Mrusi kulaunch Oreshnik, kwa sababu inapunguza kitu kinaitwa reaction time. Reaction time ni muda ambao una detect, una track, alafu unajibu. Sasa hii window inapokuwa ni ndogo, ni ngumu sana kuweza kuintercept. Unaweza ukajikuta una dakika 3, 5, 10 ambazo zinaweza zisitosheleze wewe kuzintercept zile. Ile niona Belarusi ni wapi ile zidio zikaharibika nani wakati Iran inashambulia kuelekea mabomu yake Israel. Kuna taifa lilikuwa linazuia hapa katikati. Yes. Si ilikuwa ni nchi gani ile? Baadaye ziliharibika. Nani kulikuwa kuna Jordan na nchi zingine. Jordan ziliharibika. Sasa hapa ndo utakuja kugundua kwamba udhaifu wa air defense systems za Israeli, kwa sababu reaction time anayo ya kutosha, tracking time anayo ya kutosha, tracking capability anayo ya kutosha, kwa sababu hizo nchi za Kiarabu wana THAAD pamoja na Patriot pamoja na radar system za kuweza kudetect na kutrack. Jordan wanazo, Israeli tayari wanazo. Muda ambao inachukua shahidi zinachukua karibia masaa 5 kutoka Iran mpaka zifike Israeli. Iwapo huo muda wote unao na distance yote unayo na muda wa kutrack unayo, lakini bado zinafanikiwa, basi defense system yako ni dhaifu sana. Na nilishasema kwamba tu ile sijui Arrow pamoja na David Sling na kipindi kile Iron Dome, nikasema hizi ni dhaifu kwa sababu zimetestiwa dhidi ya makombora ya sukari ya kutoka Hamas kipindi kile.
lakini sasa wamekutana na watu ambao wana capability, uwezo wao umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo tunaporudi huku, unaweza ukawa na defensive systems, lakini kama reaction time yako ni ndogo, uwezo wako wa kudetect ni mdogo. Hata air to air missiles, iwapo watakuwa wako karibu sana, ikishutiwa kuna muda mchache sana ambao wewe unakuruhusu kumanuva kuikwepa ile, ikiwa ni ndogo, probability ya hit inakuwa ni kubwa sana. Na hicho watu ambao wanaweza wakasema mifumo ya ulinzi ya Iran ni dhaifu, tuchukulie tukasema ndio, lakini nimekutolea scenario ya kwamba iwapo mashambulizi yatafanyika nje ya ardhi ya Iran, mipaka ya Iran, lakini karibu, reaction time inakuwa ni ndogo. Na vile vile wana kitu ambacho kinaitwa stealth cruise missiles. Ni mizinga, let's say kama Scalp zile, Storm Shadow, ni stealth, ni makombora ambayo pia kudetect kwake ni kugumu. Sawa? Reaction time inakuwa ni ndogo. Lakini ukiangalia reaction time ambayo anayo Marekani katika hizi bezi zake, Marekani Iran ameweza kushambulia with pinpoint accuracy bezi za Marekani katika maeneo hayo. Nikuulize tu wewe kwa akili yako, unaamini nani ambaye ana air defense system bora kati ya Iran na Marekani? Marekani. Yes. Sasa kama unaamini hivyo, lakini bado mashambulizi yameweza kupenya. Nimeuliza hilo swali pia jana, kuna mtu umeelewa? Kwa hiyo utaelewa kwamba simply because una air defense system haitoshelezi wewe kufanya interception. Kuna technical na ujuzi pia. Yes, kuna tunahitaji jina linanitoka. Kuna vipengele kadhaa ambavyo iwapo vitafanikiwa utavipata vile vipengele, interception yako itakuwa ina accuracy nzuri, na iwapo havito align, interception yako itakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo kama huku anasema kwamba zile vifaa ni dhaifu, basi tuseme same thing. Kuna THAAD ambazo ziko pale, kuna Patriot ambazo ziko pale, kuna Aegis ambazo ziko pale, na vifaa vingine ambavyo za interception. Ila sasa offensive, kama nilivyokuambia, inaonesha kwa sababu distance ya kutoka Iran tangia ile makombora yanarushwa mpaka yanafika huko ni kubwa zaidi na ni mbali zaidi, na wana muda zaidi wa kuweza kudetect, kutrack pamoja na kuintercept. Lakini kama wameshindwa, inamaanisha vitu viwili: defense system zao ni dhaifu, lakini offensive capability ya Iran iko very lethal na iko very effective. Na Iran recently alipewa satellite system mpya za Mchina ambazo ziko very accurate na ziko very effective na ni ngumu kuzijam. Ndo maana accuracy yake imeonekana. Unajua alichokifanya Marekani kwa Venezuela vilimkwaza sana Mchina. Mchina amewekeza sana kwa Muiran this time. Sio kwamba yeye ameenda kupigana, ila amemuongezea kupima vifaa vyake pia vikitumika vinakuaje. Sasa hiyo ni moja. Lakini mimi napenda tuende kwa facts and logic. Nataka nikuoneshe kitu anaita accuracy ya hali ya juu kiasi gani ambayo Iran amekuwa nayo. Uone, unaona hii USMST Combat Support Ship hit by imeshambuliwa ya Marekani. Hii ni siku nikwambia, wana kila aina ya defensive system walizonazo, ikiwemo CISW, a close in weapon system. Sawa? Lakini bado wamefanikiwa kuishambulia. Nataka nikuoneshe, unaona hii? Ngoja. Iko wapi ile? Unaona hapa? Hii ni rada ya Marekani kwenye Qatar. Rada hii kazi yake ni kudetect incoming threats, lakini imepigwa. Angalia accuracy ni juu kiasi gani. Umeona? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimemuongezea capability. Na hivi vita sio vita vya offense, sio vita vya defense. Nani ambaye ana defense nzuri? Defense ina umuhimu sana. Hivi vita ni nani ambaye
ana uwezo wa kuhimili mashambulizi. Sawa? Hivi vita vitaamuliwa kati ya Iran na Israel na Marekani. Nani ana uwezo wa kuhimili madhara makubwa na mashambulizi makubwa dhidi yake, ndo atakaibuka mshindi. Na ninakwambia kabisa Iran uwezo huo wa kwake wa kuhimili ni mkubwa zaidi kushinda hawa. Yes. Na kwa hiyo wale wanajiuliza kwamba kuhusu, ngoja nimalizie nikwambie na engo tatu. Nadhani nimetaja mbili. Engo ya tatu pia hizi ni fursa za kila mtu kuangalia capability ya mwenzie. Kwa hiyo mnaposhambuliana mnaangalia mwenzangu ana offensive capability hii au anashambulia kutoka eneo fulani. Mwenzangu ana defensive capability hii, anashambulia kutoka maeneo fulani. Inasaidia kwa sababu ya kufine tune war plans ya hivi vitu. Na ila iwapo Iran itaanguka, tuchukulie Israel na Marekani wamefanikiwa, wameiangusha Iran, uongozi ambao wa Islamic Republic ya Iran China na Urusi watadhoofika sana 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 kwa sababu ya umuhimu wa Iran. Na hii ni kitu ambacho nimeshakielezea huko nyuma, ikiwepo zile trade routes na vitu kama hivyo. Na kwa hiyo wale wako wanajiuliza kwamba defense system ambayo Urusi na China wameitoa kwa Irani ndo vile ipo, kwa hiyo ni wao sasa Irani kutumia. Kuna nimekwambia reaction time, nimekwambia kuna detection ni kitu kimoja, tracking ni kitu kingine, interception ni kitu kingine. Na kuna scenarios nyingi, kuna reaction time, response time, na kwa hiyo kuna lot of mechanism ambazo zinatakiwa ziafikiane ili kuwa na successful or unsuccessful. Wasione masnitch kama vile mtandao wanavyoeneza. Alafu watu ndio hicho ninachowaambia. Sijui watu wametengenezea vipi kwamba Israel ni kampuni za ulinzi, kwamba ikitokea lazima waende wakasaidiane. Urafiki gani? Hawana hiyo mutual defensive pact. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani watu waelewe. Ingekuwa Iran China na Mrusi na Iran. China na Mrusi. Washirika wao hawawapi silaha, hawawapi vifaa, hawawapi capability. Hapo tungewaita snitch. Kwa sababu hawana makubaliano kwamba ukishambuliwa sisi tuje tupigane vita kwa niaba yako. Sawa? Wana kwamba mimi natakiwa nikuwezeshe wewe uweze kujidefend. Hayo ndo makubaliano. Kitu ambacho wamekifanya. Sasa kilichobakia ni juu yako. Wewe. Yes. Okay, sawa. Tugeukie sasa Sma kwenye madhara kwa Afrika kwa ujumla kuhusiana na hivi vita. Unajua mtandaoni kama ulivyozungumza Sma, wachambuzi ni wengi sana. Kila mtu anazungumza la kwake. Hebu pengine hasa wanaoshangilia sasa huko. Maana kila mtu anashangilia la kwake, anachagua tu upande na kushangilia. Madhara kwenye hii vita yakoje kwa Afrika? Kwa Afrika. Nitanukuu kitu ambacho nilikisema Azam TV. Waliniuliza same swali, lakini kabla haya kutokea. Nikasema kwanza bei ya mafuta itapanda sana. Nikaelezea kwamba almost 20 to 30% ya mafuta ya dunia yanapita Strait of Hormuz. Na iwapo ile Strait of Hormuz itafungwa, ambayo imeshafungwa, tutegemee bei ya mafuta kupanda sana. Na nikasema na nikatoa wito serikali yetu ijitahidi kuongeza shehena ya dharura kwa kipindi hichi. Nategemea wataweza kufanya. Lakini kama hatuna, inabidi kwanza kufanya rationing na kupunguza na kuambia watu kama hawana matumizi ya necessary wapunguze kwa kipindi hichi, ili hicho ambacho tunacho kama kilitakiwa kilast mwezi mmoja kitupeleka hata miezi miwili wakati huko, kwa sababu sidhani kama itadumu zaidi ya muda huo. Kwa hiyo natamani kwamba serikali yetu ielezee hali halisi na iongee na raia, ila raia wasipanic. Hamna kitu kibaya kama mkishafanya panic tu mnaharibu kila kitu. Kwamba sehemu ambayo hakuna safari za dharura za muhimu tupunguze. Kwa hiyo mafuta yatapanda bei, ila kuna shipping routes ambazo zitaathirika. Watu ambao wanaagiza vitu kutoka nje vingi vitakwama ambavyo vimeshatoka, na bei itapanda kwa sababu hatari itaongezeka, bei ya insurance itaongezeka. Lakini pia kuna watu watatumia fursa kupandisha bei kwa hii. Na hata Bongo nimeona na nawaonya na naonya ambao ni Waislamu, imekatazwa kutumia fursa
ya majanga kupandisha bei ya kitu. Kuna baadhi nimeona wafanyabiashara wengine washaanza kupandisha vitu kwa sababu ya vita. Unapandishaje bei ya kitu ambacho labda ulikinunua kwa bei ambayo ni ya nyuma? Labda umenunua shilingi 1000, unauzaga 1500. Stock ile endelea kuuza 1500, usiseme kwamba sasa hivi tutaanza kuuza 2500 kwa sababu kule pamesnani. Huo kwenye dini yetu imekatazwa na ni dhambi kubwa sana. Nimeona baadhi ya wengine wauza simu. Stock ambazo wanazo wamezipandisha bei. Japokuwa amenunua kwa bei ambayo ni ya nyuma. Ni kinyume na sheria na misingi ya Uislamu. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye anataka kukutana na Mola wake akiwa ameridhiwa na anataka mali yake iwe ina baraka na anataka kuepuka mali yake kuingia dhuluma, kitu ambacho wamekinunua kwa bei ile ya nyuma wakiuze kwa bei ile ya nyuma. Unapompandishia mtu kwa sababu ya kitu ambacho kinakuja, inakuwa ni dhambi na inakuwa ni aina ya dhuluma, na atakuwa mali yako utakuwa umeingiza nuksi na huenda ikakuathiri. Kwa hiyo iwapo vitaendelea vita kwa muda, supply zetu sisi tunategemea vitu kutoka nje vitaathirika, kwa sababu bandari zetu zitashindwa kuleta mizigo, mafuta yatashindwa kuja, vitu vitapanda. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tujiandae. Ila inasikitisha pia kwamba mpaka leo Afrika, pamoja na kwamba tuna capability ya mafuta, sehemu nchi kama Nigeria na Libya na nchi zingine nyingi ambazo wana mafuta, bado tunategemea mafuta kutoka nje. Hizi ifikiria vingetokea hivi vita afu tuna uwezo wa kupata mafuta yetu wenyewe kutoka Nigeria kaje. Yangi kwa hiyo ni vitu ambavyo pia ni wake up call kweli kwa mataifa ya Afrika. Kwa mataifa ya Afrika. Jamani, juzi nakumbuka, unaona tulichokifanya Tanzania na Uganda. Kuna ile bomba ambalo limetoka Uganda linakuja kwetu. Sisi wenyewe tuna LNG yetu. Nadhani kuna mafuta yamegunduliwa baadhi ya sehemu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa wito kwamba SGR iende mpaka Uganda, Uganda ipokee iende kule. Itapendezea kukiwa kuna hizi network kati ya East Africa. Tuweze kujitegemea wenyewe kwa wenyewe, ili kitu ambacho kiko Tanzania, Kenya na Uganda wanya tuweze kwa supply, na kitu ambacho kiko Uganda na Kenya alafu sisi hatuna, tuweze kujisupply wenyewe kwa wenyewe. Iwapo tutaacha usnitch, unajua pia hizi nchi pia zina usnitch wenyewe kwa wenyewe. Kuna watu wamekamatia. Ila this is a wake up call kwa Waafrika. Tuanze kujitengenezea especially issue ya chakula. Ndasikitika sana kwamba kwa nini Afrika, na hichi ni kitu ambacho nilikiongelea na nawaambia tu waende mtu ambaye ana nafasi. Kuna the right to dump ambayo ndio imesababisha kwamba Afrika pamoja tuna the most arable land up to 70% ya bara la Afrika tuna uwezo kuzalisha vyakula karibia kila aina, lakini bado tunategemea chakula cha kutoka nje. Inasikitisha sana, lakini sio bahati mbaya, ndio bado mifumo ile ya ukoloni. Ndio maana tukaja na fikra zinduka kwa sababu ya kuzindua hivi vitu. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa madhara ambayo yatatukumba sisi. Wito wangu kwa serikali, na serikali yetu inasikiliza, kwamba watoe miongozo kwa kistaarabu kabisa, kwamba tutegemee kutakuwa kuna shock in supply kutokana na kinachoendelea kule. Ambacho tunacho kinaweza kikatulast labda mwezi mmoja. Kwanza maghala ya serikali wajiwekee supply ya kutosha, ili function za serikali ziweze kuendelea kama kawaida.